Bana, kuna mengi ambayo watu wanajiuliza kuhusiana na wasanii mbalimbali ambao wamesajiliwa katika lebo. Lakini hususan basi jambo hili limekuja pale baada ambako Mac Voice aliweza kuonekana akiwa anafanya show zake huko Chaka tu Chaka, basi ilikuwa ni ndani kabisa. Sasa wengi wamekuja wakaanza kujiuliza vipi kuhusiana na msanii anaitwa Stan. Stan mwaka 2024 mwezi wa 8, basi tarehe 29 naweza ngasema hivyo, alitambulishwa na msanii Mario kutoka katika lebo ya Bad Nation kuwa ndo msanii wa kwanza kuweza kuwa signed katika lebo hiyo. Itambulike pia kuna msanii anayeitwa Platform, ni mmoja kati ya msanii ambaye aliweza kutambulishwa atakuwepo chini ya Bad Nation pamoja na timu yake nzima, wote watakuwa chini ya Bad Nation, lakini muendelezo wake ulikuwa mzuri kabisa. Na kipindi hicho Platform naye alikuwa ni mmoja kati ya msanii ambaye alikuwa anawika sana kwa kipindi kile. Ila kwa sasa Stan ameweza kupotea kwa nafasi kubwa sana baada ya kutoa nyimbo yake ya 2025 ambayo ilikuwa ni tarehe 30 Agosti. Basi wimbo huo uliweza kuachiwa kwa mara ya kwanza akiwa ameshirikisha bosi wake ambaye ni Mario, ambaye ni mmoja kati ya mtu ambaye jina lake katika game ya Bongo Flava limetajwa mara nyingi sana. Tangu hapo msanii huyo hajawahi kuonekana au kusikika katika nyimbo nyingine, lakini pia Mario amekuwa akiulizwa maswali na kujibu kwamba maybe kuanzia mwezi wa pili mwaka 2025 basi angeweza kuachia project zake na anakuja na EP. Sasa wengi wameanza kujiuliza wangapi wanamjua msanii anaitwa Stan, lakini pia wengine wamekuwa wakijiuliza nani aliyemuona msanii anaitwa Stan sehemu yoyote ile katika event zote zile akiwepo na Mario. Watu wengi wanasema kwamba hakuna siku hata moja ameweza basi kumuona Stan, na wengi wanadhani kwamba Stan pia naye ni moja kati ya mtu ambaye atakuwa ameweza kutoka katika lebo ya Bad Nation. Kama sio kutoka tu, basi atakuwa yupo chini ya uangalizi mzito sana kutoka katika lebo hiyo ya Bad Nation. Je, wewe unalipi la kusema? Kuna mahali popote ambako ulishawahi kumuona Stan, au kama Stan ulishawahi kumuona au kumshuhudia mahali popote pale? Dondosha comment yako hapo chini basi tuweze kwenda sambamba, kwa sababu sisi wenyewe tunazidi kumwangalia Stan mahali popote pale, lakini bado wasanii wengi waliokuwa katika lebo mbalimbali basi wanazidi kufunguka na kusema kwamba lebo hizi ambazo zimekuwa zikianzishwa basi zimekuwa zikianzishwa kwa mkumbo mkubwa sana, kwani wengi wao wamekuwa wakishindwa kuwa manage wasanii hao ambao wamekuwa wakiwa signed. Na mfano kama Mario ndo kabisa bado msanii mchanga sana katika swala zima la kumanage msanii mwingine. Basi mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.